Mkitaka ushahidi msitulize sisi. Hadithi, hadithi. Hadithi njoo. Hadithi, hadithi. Hadithi njoo. Tunawapelekeni pahali panapoitwa Mbwa. Kaka! Habari za asubuhi. Nzuri. Sitaki kuuliza na zako. Naona umeketi kwenye pogo bila mavazi, isipokuwa taulo kiunoni na katika hali ya anga ambayo kusema kuna joto itakuwa kusema ukweli kama hivi. Asante kwa kuelewa na kuichora hali yangu vizuri. Kisa ni nini? Kisa? Sijui nikwambie nini. Sema na kusema tu. Niko mtini kwenye pogo asubuhi na mapema. Hiyo ni wazi kabisa. Samahani kwa kusema lililo wazi. Unafanya nini mtini? Ningependa kushuka. Hujanijibu. Nimekuuliza unafanya nini mtini? Ni kisa kirefu. Ambacho kieleza. Nataka kushuka. Unataka kushuka? Shuka. Kaka. Nini? Nishukeje? Mwenyewe umeniambia unataka kushuka. Ningependa kushuka, sio nataka kushuka. Naomba unisaidie. Sioni kwamba kushuka kwako itakuwa jambo jepesi. Umeketi kwenye pogo. Shina la mti ni refu, ni nyoofu na ni laini. Isitoshe, hakuna ngazi karibu, na kumsaidia mtu kutoka kwenye pogo bila kujua alivyopanda au alivyopandishwa itakuwa kujiingiza. Kuna maneno mingi. Kabla sijakuuliza hawa ya kunyooka, habari za asubuhi. Kawaida mtu husema njema. Sasa jawabu langu pia ni njema. Mwandage, hiyo si kawaida yako hata kidogo. Ipi sio kawaida yako? Jawabu linalokoruzana na kawaida za kuwa mkoani. Linalokiuka upole wa mazungumzo. Bali ukiuko ahadi basi si muhali kutofuata kaida hizo. Ni nini Mwandage? Pesa zangu. Obama nataka haki yangu kufanya leo. Wala sio kesho. Mwandage, usipande hivyo dadangu, nitakupatia pesa zako. Maneno hayo umekuwa ukiyasema sijui mara ngapi. Unajua mwanzoni yalikuwa maneno ya kawaida. Sasa yamegeuka yamekuwa matamshi ya uchaji. Mwapuma wewe. Mwapuma leo utakutama. Mwapuma unajua nimekupa siku mingi sana. Mwapuma nipe wewe unaita pesa zangu shilingi 50. Mwapuma wewe utanichukua leo. Mwapuma nipe pesa zangu. Mwandage. Tuliza boni. Mwapuma tatu situlizi boni. Tuliza. Mwapuma nipe pesa zangu. Mwandage, mimi ni mzee Mwandage. Nipe pesa zangu. Mwandage, tulia. Nipe pesa zangu. Niko katika harakati ya kujipanga. Mambo yakitegemea hutahitaji hata kunikumbusha. Mwapuma hiyo ni hadithi. Wala sio hadithi inayofurahisha masikio yangu. Yaani badala ya kuikanda masikio yangu inaikwaruza tu. Mwandage, siku 2 au 3 hivi mambo yatakuwa shwari kabisa. Hukuniambia ningesubiri mwaka mzima. Mwaka mzima? Mwandage, hajamalizika hadi majuma mawili. Mbona unanielewa wewe? Uliponiambia tupe mandazi hivi tulivyo, huku nitahadharisha ilikuwa ya kukopa. Sikuwa nakopa Mwandage. Nilidhani nilikuwa na pesa mfukoni. Wala kudhani ya kutolipia chochote. Nipe pesa zangu. Niliondoka nyumbani kushughulikia mambo fulani mjini. Sikujua katika harakati ya kupanda na kushuka hali mfukoni ingebadilika. Nilipokuwa nakwambia utupe mandazi, sikuwa najua uchi wa mfuko wangu ulikuwa umeanikwa nje. Mwapuma hadithi za kakakuna. Wizi wewe karibia mandazi wewe. Laiti ungejua uchungu niliopata nilipokuwa nikipanda gari la kupandwa. Nilichopekwa ncha za kiko mbabuni, nikaanza bidii ya kujiauni kutokana na
uchungu, huku mifuko yangu ya mbele na nyuma ikikosa kinga. Kumbe aliyekuwa akichopoa mali yangu hata hakutumia juhudi zozote. Yaani kiganja chake kiliingia tu na kutoka mfukoni kwa uchangamfu. Mwavuma, wakati ambapo gharama za maisha zimepanda, hadithi hizi hazitanipunguzia uzani wa Mwandage, umetoka kupanda mti. Hiyo ndio sababu niko hapa. Ndio sababu umenipata chini ya mti. Hata hujaniuliza nafanya nini hapa. Umekuja na kuana kulicharaka kwa baba. Usifikirie utatumia hiyo kama ngao kamwone. Tulia. Mti ina mambo. Miti ina mambo gani Mwavuma? Hebu nilipe pesa zangu wewe. Hebu yatie macho yako yapande. Yapande yakienda wapi? Hivi unaona miguu yote hapa ya kupandwa. Nilipe pesa zangu. Tulia, umetulia. Situlii. Nipe pesa zangu. Tulia. Nikisema kupanda namaanisha kuenda juu. Yaani kukwea. Yaani kukwea. Yaani kukwea. Huyo ni nani? Sijui. Na amekuwa akitusikiliza muda wote huu. Muulize. Nia yangu haiko kusikiliza. Nimewasikiliza kwa sababu ya kutokuwa na namna nyingine. Wewe ni nani? Mapangala wakanambia Wamboko. Yaani majina yanaanguka tu kama mawe. Lakini unafanya nini mtini na taulo pekee asubuhi? Nimejipata hapa. Ati umejipata hapo? Umejipataje? Sijui. Ati hujui? Yaani mtu anajikuta mtini asubuhi. Ila ajui alivyojipata hapo. Sasa waona. Unaona, swala la malipo ya mandazi si jambo kubwa kama swala lililosimamisha hapa. Mwavuma, siseme hivyo. Na una mandazi kwenye kikapu. Ndivyo. Una mandazi pamoja. Barabara. Yalete. Nikakuonesha kaone. Unaona jinsi mahali haya yanavyokaa. Sasa ningependa kununua mawili matatu hivi kwa manufaa ya mtini. Malipo ni baadaye. Nia yangu ni moja tu, kushuka. Nitakula baada ya kushuka. Wewe na kukopia hapa ule mandazi. Kula mandazi. Ona hapa mandazi moto. Umemchamaga mandazi yangu kama kula mawewe wewe. Kula mandazi. Hamjambo. Mimi naona mguu wawili chini ya mti na mwingine juu kwenye pogo. Jamaa. Aliye chini ya mti ni mimi Mwavuma na Mwandage. Nimekuja kabla yake nikampata aliye mtini tayari mtini. Mimi sijaona mtu mtini asubuhi na mapema asiye mjimaji. Bwana hujambo? Si jambo. Hujambo na uko juu mti umefunga taulo kinoni nikao unatoka au unaenda bafu? Nimesema si jambo ya salamu tu, sio si jambo ya hali. Pole. Na unaitwa nani? Mapangala wakanambia Wamboko. Mapangala, Pangala, Ngala. Wazazi jamani. Hebu niseme jina tena. Mapangala wakanambia Wamboko. Ngoja. Eti Mboko? Ndio Mboko. Mboko ni baba au Mboko ni babu? Babu. Kwani babu yako alikuwa mgemaji wa minazi, mkulima wa minazi, au umeo wake ulikuwa minazi tu? Mnazi na nazi? Ndiyo, minazi na mnazi. Mnazi na nazi ni nini? We nawe uko mbona juu minazi na mnazi ni nini? Mnazi ni mtu unaoza nazi na mnazi. Nakanganyikiwa. Minazi, nazi, mnazi. Yaani, mnazi ni mtu unaoza tunda litwalo nazi na tembo itwayo mnazi. Ukiwa na mti mmoja wa mnazi na mti mwingine wa mnazi unakuwa na minazi. Sasa tembo ya hiyo mnazi inanywiwa kwa kutumia mboko. Kama jina lako. Na jina lako lina uhusiano na ulimwengu huu? Hapana, nimeuliza kwa kuwa nimeuliza kwa kuwa mboko ni chombo kinachotumika kunyia mnazi. Labda babu yake alipata jina Mboko kama lakabu kwa ubingwa wake wa kunyia mnazi. Jina likashamiri mizizi likaja kwake kama la urithi. Mahali natoka hakuna Mboko, hakuna minazi. Hakuna Mboko. Ila si Mboko ya kunyia mnazi kutumia mrija. Lakini wewe bwana Mapangala wakanambia wa Mboko. Imekuwaje ukawa juu mtini asubuhi na mapema? Tafadhali nisaidieni nishuke. Nitaelezea mambo yote nikishashuka. Kaka. Tutapata wapi ngazi? Ya nini? Si ya kumwezesha kushuka huyu Mapangala wakanambia wa Mboko. Acha njoo.
tutamsaidiaje kushuka bila kujua kilichopanda? Kwani unaona anapanda vipi? Kuna zaidi ya jinsi moja kupanda mti, kuketi kwenye pogoo na kupatikana hapo asubuhi na mapema. Jinsi kama gani? Anaweza kuwa Nafikiria anaweza kuwa la busara ni kumuuliza aliyemjua. Sawa. Mapangala, labda umechoka kukaa hapo. Sio labda nimekaa hapo kwa masaa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hebu basi fanya hima, utueleze kilichotokea, ukajipata mtini asubuhi na mapema. Kaka, si jambo la kueleza kwa maneno machache. Maelezo yatachukua muda mrefu. Kaka, naomba msaidie nishuke, angalau nivae manguo. Niwe katika hali nzuri. Angalau nitie kitu kwenye kinywa, ndipo niwe katika hali nzuri ya kuelezea kilichotokea. Mapangala, ukiona tunasisitiza kwanza kujua jinsi ulivyopanda mti, ndio kuna sababu mwafaka ya sisi kuchukua msimamo huu. Tafadhali tafuteni mbinu ya kumsaidia kushuka. Mbinu kama gani? Ya kunitafutia ngazi. Hapana. Dadangu, sana. Hebu nikaangalie. Wajua kusoma. Wewe hebu usiwe mjinga. Ulienda shule. Wewe wajua kwanza wewe ni mwizi. Hebu nipe hiyo saa. Soma saa. Saa 12:30. Asubuhi, rudia. Asubuhi. Hakuna duka iliyo wazi ya kuuza bidhaa kama ngazi, na hata kama ipo, ina uhaba mfukoni. Sijui mfukoni mwa mwenzangu. Wewe hapana. Mimi sioni haja ya kutangaza siri za mfuko wangu. Je, kuwazima ngazi? La hasha. La. Mimi sijui nyumba yoyote iliyo na ngazi ya kuwazima. Na hata kama ningejua, itakuwa utovu wa nidhamu kwenda kuwabishia watu mlango hata saa 1 asubuhi hajafika, eti kuwazima ngazi kumsaidia mtu kutoka kwenye pogoo. Hebu nikawache muendelee na hiyo biashara ya kuwa mtini asubuhi. Shule ziko karibu kufunguliwa, sawa? Na hivi mnavyoniona mimi si mtawa wa Kikatoliki, sawa? Mimi si gumba, nina watoto na hiyo inahitaji pesa. Wacha niondoke niende nijaribu bahati yangu na wateja. Wewe tutajuaje wewe siku? Wewe usiniletee na umekataa kunilipa pesa zangu. Nilipa pesa mimi. Nilipe pesa zangu wewe. Nilipe pesa kama wewe. Wewe mwaguma lipa deni. Pesa zangu. Lipa deni. Wewe bwana Mapangala wakanambia ondoka. Hebu tueleze sasa kwa kina kilichosababisha wewe kuwa juu mtini asubuhi na mapema. Zungumza bwana. Jana usiku nilienda kwenye kituo cha abiria. Kituo cha abiria. Wapi? Mjini hasa wapi? Sijui jina la mahali nilipokuwa. Mimi ni mgeni mji huu kwa wiki 2 tu. Wewe ni mgeni mjini au hata pia nchini? Mjini na nchini. Kwani wewe ni mzao wa nchi gani? Kongo. Kongo wapi? Wajua kuna Kongo mbili. Kongo Kinshasa. Kongo Kinshasa eneo gani? Mashariki mwa nchi Lubumbashi. Lubumbashi nini wewe? Kiswahili chako si cha mzaa Lubumbashi. Najua kaka. Nilijifunza kuongea Kiswahili sanifu. Japo lugha yangu asili ni Kiswahili cha Kongo. Yaani Kingwana. Ndio Kingwana. Hebu zungumza sentensi chache za Kingwana. Hapana. Akizungumza cha nini cha Rocha? Akizungumza cha nini na tukielewi? Huyo azungumze Kiswahili. Asema amezungumza Kingwana. Tutajuaje anatuchezea akili? Unajua wewe ndio ukielewi. Mimi nakielewa. Mimi naelewa. Sasa nitaongea na yeye. Wewe baki hapo. Uelewi? Sawa. Kubali tu. Bwana Mapanga, hebu zungumza. Tuzungumze kwa Kingwana. Mkitaka niwafunze Kiswahili cha Kingwana, tafadhali msaidieni nishuke kwanza. Lakini tumeongea Kingwana kidogo. Niliondoka nyumbani kushughulikia mambo fulani mjini, lakini hiki kioja ninachokiniwa kuishughulikia nitaishughulikia baadaye. Unaona, amesema na akasemea watu wawili. Amenena lake na langu. Mapangala, tunaelewa hali yako, lakini hebu jizatiti. Utueleze kilichotokea ukajipata mtini asubuhi na mapema. Zungumza. Nilimkuta Kisura akisubiri gari kwenye kituo cha basi. Huku tukisubiri gari la abiria, tuliongea na yeye. Baada ya kukosa gari la abiria, Kisura aliniambia nimsindikize hadi kwake.
Hujambo? Si jambo. Inaonekana leo kuna shida ya kupata magari. Ndivyo inavyoonekana. Umesubiri hapa kwa muda mrefu? Ndiyo. Asante kwa wema wako. Heshima si utumwa. Kweli kabisa, kuheshimu si kujidunisha. Siendi mbali sana, naona nijaribu kwenda nyumbani kwa mguu. Hilo ni sawa, lakini kubaki hapa pekee wakati kama huu kunatia wahaka. Kwa vile pia kwangu si mbali sana. Unaonaje ukinisindikiza? Nilikonuia kununua chakula nimekuta wamefunga. Ningependelea kufika hoteli yangu nione watanifaa chochote japo sandwichi, nipunguze makali ya njaa hadi kiwadie kiamsha kinywa. Unaweza kula chakula kwangu kabla ya kwenda kwa hoteli yako. Walai. Unaonaje? Haya, twende nikusindikize. Sio nia yetu kuingia baina yenu na mapambano. La hasha, hiyo sio katu dhamira yetu. Vivyo hivyo, sio nia yetu kutumia vinywa vyetu kama vyombo mbadala vya kuwasilia hadithi. Wahusika katika kisa tunachokisimulia wana uwezo bora wa kuwaletea yaliyojiri. Kuhusu jambo hilo, vinywa vyao vina ujuzi mkubwa kuliko vyetu. Karibu keti unapotaka. Asante, lakini naketi kwa dakika chache tu. Haifai kuja kwangu kisha ukende ukalale na njaa. Nenda jikoni kuangalia kama kuna chochote cha kufurahisha kinywa. Ulivyonisaidia baada ya kitabu changu kuanguka kwenye kituo cha magari ni ishara kuwa wewe ni mwanaume muungwana. Yaani wanawake tunapenda sana wanaume waungwana. Mwanaume muungwana anapokuwa mbuji kama wewe, basi hapo macho ya mwanamke huvutiwa na moyo wake kupenda. Mara nyingine moyo huwa taabani. Si vizuri kukuacha kwenye kimya kwa ukisikiliza mziki nikishughulika jikoni. I
Yaani chakula kitamu sana. Wewe ni udari wa upishi. Asante, amali yangu ni upishi. Unajua si ajabu hiki ni miongoni vya chakula vitamu ambacho tete zangu za ulimi zimewahi tangamana nacho. Jamani, kuridhika kwako ni furaha yangu. Labda ungependa kuoga. Unajua, ukitaka kuondoka usiku wa manane ni sawa, lakini makazi haya ni yangu na kaa pekee. Wewe ni mwanaume wa pili kanyaga katika makazi haya. Mwanaume wa kwanza ni kaka yangu ambaye mara nyingi huja tu kunijulia hali. Pandia pale upande wa kushoto kuna bafu. Wahusika bila hadhira itakuwa wazimu kuliko kuwa ni theater. Ndio, isipokuwa wakati wa mazoezi. Au nao wakati wa kuzoesha ulimi na viungo vingine vya mwili. Nina hakika mnafuatilia hadithi. Kwa wale ambao hawajafuatilia, chai ndo hii. Mapangala alikuwa katika kituo cha gari na kapatana na kisura aliyeitwa Mwazinda, naye akasindikizwa mpaka kwake. Kwa Mwazinda akaandaliwa na chakula, akala chakula. Mwazinda akapendekeza akaoge, naye huyo akaelekea kwenye bafu. Lakini sasa Mapangala mnamuona wapi? Mnamuona wapi? Mtini juu ya pogo. Wewe bwana Mapanga, wewe bwana Mapanga la fanambi mboko. Hebu sasa
tueleze kwa kina. Kulitokea nini baada ya wewe kukutana na binti abiria kwenye kituo cha magari? Akakwambia umsindikize. Ukamsindikiza, mkafika kwake, akapika chakula, mkala. Jamani, kulitokea nini? Kulikuwa na mtu mwingine alijiunga nanyi au mlikula chakula wawili tu? Hakukuwa na mtu mwingine. Mlikuwa nini wawili tu? Watu wawili na paka. Paka! 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 Ndio. Paka pia alikula chakula. Ndio, paka aliandaliwa chakula katika kijimeza. Kijimeza. Akaketi kwenye kiti. Akala chakula. Na mlikuwa mkila wewe, huyo mwanamke na paka. Alikuwa amekaa kwenye kijimeza. Wewe ulikuwa na mpango gani? Toka nilinuia kwenda nyumbani. Nani alikukataza? Mwanamke au paka? Sikukatazwa. Hukuzuiliwa? Hapana. Endelea. Akapendekeza nioge. Aoge. Yaani wewe ukakutana na binti ya abiria kwenye kituo cha magari, akakwambia msindikize. Ukamsindikiza, mkafika kwake, akapika chakula, mkala, akapendekeza uoge. Ndio. Lo, mara ya kwanza kukutana na mwanamke, akapendekeza uoge. Yaani watu zungumzia bahati kama ya mtende. Kumbe kunao walio na bahati maradufu hata kuliko mtende. Alipopendekeza uoge, alifanya nini nyingine? Akanipa taulo na kunionyesha ngazi ya kupandia ili nifike kulikokuwa na ukapanda ngazi haraka. Nikapanda ngazi. Haraka. Nikapanda ngazi. Na wewe ulimwangalia vizuri huyu na kutana naye kwenye kituo cha magari. Akakwambia msindikize. Ukamsindikiza, mkafika kwake, akapika chakula, mkala, akapendekeza uoge. Hadi akakupa taulo. Kisha akakuonyesha pale pa kupanda ili kuona bafu. Ulimwangalia vizuri? Nilimwangalia. Ukawa na hakika alikuwa binadamu. Tafadhali nisaidieni nishuke. Naona kuna shida. Kuna shida. Nini? Sasa unamaanisha nini? Kumsaidia. Unakusaidia, unatakiwa kuweza kujipandia makao. Umeelewa nilivyopanda? Ametueleza. Ametuambia alivyoambiwa pande ngazi, aende aombe. Sasa yuko mtini asubuhi. Huoni kuna pengo kubwa baina ya maelezo yake na hali yake? Mimi naona kuna jambo ambalo ndio si wazi. Kichwani ina kiwaa ambacho kimekataa kutanzuka. Sielewi. Hata mimi sielewi vile kupanda ngazi nyumbani kumegeuka kupanda mti, kuketi kwenye kogoo na kupatikana kwa asubuhi na mapema. Bwana Mapanga. Naam. Kijana, unatumia mihadarati? Mimi siguzi mihadarati. Unatumia bangi? Bangi ni nini? Si unatumia bangi. Unatumia miraa? Sijaitafuna kama. Unajua naweza kuona kama alitumia mihadarati. Alafu akiwa katika ulikuu la maruerue, akaparaga mti. Akidhani anapanda ngazi. Wewe, mihadarati sio pekee inafanya mtu kuparaga mti. Nini nyingine na uwezo kama huo? Sio uwezo tu. Uwezo zaidi ya huo. Maana yake Mapangala. Na mwanamke alikuwa abiria mwenzako. Alipika chakula mkala. Alikwambia jina lake? Aliniambia anaitwa Mwazinda. Mwanamke mrembo mwenye jina. Wewe na huyu Mwazinda, mlifanya chochote au lolote mbali na kula chakula? Sikumfanyia lolote. Mapangala, wewe ni mtu mzima, unatuelewa. Nakuelewa. Kwa maoni yako, ulimkosea kwa njia yoyote mwanamke huyu mrembo mwenye jina Mwazinda? Sikumkosea kwa lolote. Mavuma, nataka tumsaidie huyu ashuke kwa chuko kwenye mti. Alafu atakameza ya kueleza. Kisha sio tumsaidie. Huyo ni nani? Haya ni paka. Ni paka. Paka wa kawaida ataelewa maneno kama ngazi, tushuke na apande aje. Unafikiri nini nimetoa mlio? Sio nini, bali ni nani? Nani? Anayetuonya kutufanya jambo la kijuu. Ni yule pale ameketi pembeni. Alitusikiza kwa muda mrefu. Kisha akakwenda kujihami. Ukimwangalia kijuujuu, utadhani ni paka wa kawaida. Lakini ukimwangalia kwa undani, macho yake, masharubu yake, na alivyotutama, haya vile yule si paka. Muonekano wake wa paka. Ningilima. Tafadhali, fanyeni hivyo msumeni mzua. Tafadhali fanyeni hivyo. Hebu tueleze kwa undani. Mwanamke huyu Mwazinda alionekanaje? Kwa kadiri mtu anavyoangalia mtu mwingine anapozungumza. Asupi zake zilikuwa
zilikuwaje? Niliona kama zilikuwa za kawaida. Kuona kama si kuona. Yesi kuona. Hilo alitanisaidia katika udadisi wangu. Sijui nikuulize au nisikuulize, macho yake yalionekanaje? Mboni mwake palikuwa na rangi ya jeusi, malai au rangi nyingine? Sikuona jambo lisilokuwa la kawaida kwenye mboni zake. Machoni mwake haukuona rangi inayozua maswali akilini mwa mtazamaji? Hapana. Yaani wewe hata ukoona chungwa, waridi, manjano, samawati. Wewe bwana tujibu bwana Mapanga. Sijui hizo rangi. Sasa unazijua rangi gani? Nyeusi, nyeupe, kijani kibichi, binti marembo, damu ya mzee. Mwaguma. Mtu akose kujua chungwa, waridi, manjano na baada ya kuwa binti marembo na damu ya mzee. Yes, ni rangi gani kwa wenyeji wengi hapa? Unamaanisha wenyeji kindakindaki au wananchi wanaohurumiwa ambao husema nyumba ambayo alibomoka jana aliua watu 3. Jani yangu ya Pajero ambaye nilinunua ni nzuri. Serikali ameleta maendeleo mikubwa. Chama chetu itashinda uchaguzi. Naenda kununua makaa ya redio. Asikia hiyo. Kijana, mbona unavuta sigara kwa umri huu mdogo? Wajua, kuna mtu mtini asubuhi na yeye sio nyani, kima wala tumbili. Huoni jambo kubwa kweli, tumbili kweli. Bwana Mapangala wa Mwafulani wa Mboko. Hapana, Mapangala wakaniambia Mboko. Haya, huyu mwanamke ule na chochote machoni mwa rafiki wako huyu. Hakukuwa rafiki yangu. Anamaanisha msichana mliyekutana na yeye katika kituo cha magari, mkisubiri gari ambalo halikupatikana, akakwambia umsindikize, ukamsindikiza, mkafika kwake, akapika chakula, mkala, kisha akakwambia ungependa kuoga. Wewe nani ukachangamkia swali hiyo na sasa uko mtini asubuhi? Hapana. Mapangana. Huku mwambia maneno kama unavutia sana ama unavutia kweli kweli. Tafadhali nishuke. Acha kuuliza swali la kibinafsi. Nimemuuliza kwa kuwa hali yake, yaani kuwa mtini asubuhi, kuna uwezekano, kuna uhusiano na maneno aliyomtolea mwanamke yule. Wajua kuna wanawake ambao hawachezi na wanaume. Najua hiyo vizuri. Hawachezi nao kabisa. Hawachezi nao. Wewe bwana Mapangala wa Mwafulani wa Mboko. Mapangala wakanambia Mboko. Haya, barabara. Mapangala wa Kanambia wa Mboko. Huyu mwanamke uliyesema ulikutana na yeye kwenye kituo cha magari na baadaye mkafika kwake, kwa jumla alionekanaje? Kuonekanaje vipi? Tuseme ukimwelezea, tuseme tu ukimwelezea, utasema kuonekana kwake kulikuwa na adhari machoni hata au moyoni mwako hivi? Tafadhali nisaidieni nishuke. Mapangala, tunajaribu kudadisi kiina cha changamoto yako ili tuone kama kuna njia mwafaka ya kutafakariana na hii mkiini. Unajua, nachukulia macho yake yalipendeza moyo wako. Na hilo nilikakupa motisha ya kumsindikiza hadi kwake. Wazo langu pia kaka. Ndio maana nikakuuliza swali nilikuuliza kitambo kidogo. Ulimwambia maneno kama unavutia sana au unavutia kweli kweli. Tafadhali nisaidieni nitoke mtini. Wewe umesahau kusema mtini asubuhi. Neno mtini ni muhimu sawa na neno asubuhi. Unganisha. Sawa, samahani. Sawa. Haya, jawabu la swali langu. Ulimtakia neno lolote alilolifasiri lililoniwa kumlegeza? Hapana. Alipopendekeza uoge, akili yako ilikunong'onezea nini? Haikunong'onezea chochote. Mapangala kweli. Naam. Kweli. Haikwambia una bahati kama mtende. Bwana. Mapangala, ulipokuwa unamsindikiza, ulikuwa na fikra yako mbali. Yaani ikigonga akilini mwako. Hapana. Mapangala, maswali tunakuuliza ni maswali yenye uketo, maswali yenye kimo, maswali nyeti. Kwa ufupi, ni picha gani ilichora akilini mwako kama umeme ulipoulizwa ungependa kuoga? Unajua nini Mwaguma? Mwaguma, njoo. Nadhani tumsaidie unashuka huko juu. Akule kiasi kimo, ahoke, hata apumzike. Alafu tueleza kueleza. Sitaki kujiingiza hatarini. Hatarini? Unakumbuka niliyokuambia ya mtu alijipata bila chochote juu ya magoti? Nimekumbuka. Kitano. Kumbe labda ragazi
Ni nini lilikuleta humu? Nilikuja na kundi la wanamuziki. Baada ya kucheza mji kadha wa kadha, kundi liliingia nyufa kisha kuporomoka. Nikaishi miji mingine. Hatimaye nikaingia mji huu. Nimepata Kisalo. Kisalo sasa. Ningeweza kuondoka. Mapuma. Ndio nisaidie haya. Mimi siwezi na sitaki. Kwa nini huwezi? Kwa nini hutaki? Kwa nini huwezi taki? Kwa sababu sijui aliyempandisha ana mipango gani na atachukuliaje tukisambaratisha mipango hayo. Sitaki niende nyumbani nimpate mke wangu mrembo au mmoja wa wana wangu yuko mtini, pengine kimorefu kuliko uwai. Mapuma. Huo ni wasiwasi ambao labda hata una msingi. Wasiwasi ndogo. Wewe. Duniani kuna mambo mengi, baadhi yayo hayaelezeki. Wewe Mapuma. Lakini hatuwezi kumwacha mtu juu mtini. Ameona kiu. Ameona njaa. Ameona baridi. Ameona kila kitu. Njoo umsaidie ashuke, alafu tutaenda. Si ni sawa? Niliwahi sikia hadithi nyingine ya mtu kupatikana mtini. Hadithi? Kaka. Ni alisaidiwa, lakini kwa mujibu wa hadithi aliyemsaidia alijua kilichokuwa